Jambo lingine Mheshimiwa RC ambayo imekuwa ni kero ni matumizi ya mabouncer kwenye mabaa humo. Tumepokea malalamiko kadhaa Mheshimiwa RC ya baadhi ya wateja wanaoenda kwenye hizo groceries na night club. Imekuwa ni changamoto kubwa. Na hata juzi wiki iliyopita tulikuwa na tukio maeneo ya Kawe. Kijana mmoja aliyeenda kupata kinywaji maeneo ya Kawe alipigwa vibaya sana na vijana ambao wamewekwa kwenye hiyo baa kama walinzi, na kijana huyu alipoteza maisha. Mheshimiwa RC, sasa mtu anaenda kunywa bia, anaenda kupata kinywaji, anaenda kuburudika, inakuwaje anaenda anapigwa, anashambuliwa na vijana ambao hawana taaluma yoyote ile ya kiulinzi, wanawekwa kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo matumizi ya mabouncers, matumizi ya vijana wa ulinzi ambao hawajulikani wamepata mafunzo wapi, hawajulikani kwamba maadili yao yakoje, imekuwa ni tatizo Mheshimiwa RC kwenye bars, night club, sio zote, ni baadhi. Na ndio maana awali nilisema sihitaji mnipe ripoti ya baa yoyote ndogo. Nataka ripoti ya vigogo na watu ambao wana connection. Nataka baa ambayo mtu anaweza kumpigia simu mkuu wa mkoa, anaweza kumpigia simu kiongozi, waziri au nani, ndio naitafuta, ili kusend message kwamba hakuna aliye juu ya sheria. Ukikuta una uwekezaji ambao uendeshaji wake ni hadi umpigie mtu simu, uwe kwenye mgongo wa mtu, huo bado ni uwekezaji wa kiuchwara, sio uwekezaji ambao unaiona kesho. Baadhi ya baa sasa ziko kwenye uuzaji mpaka wa madawa ya kulevya. Zile shisha ambazo leo zinatumika, zipo ambazo zinachanganywa na madawa ya kulevya. Mkoa wa Dar es Salaam tusipokuwa makini, tutazalisha mateja wa kutosha kuliko kuzalisha potential human capital. Huwezi kulewa kwa flavor ya matunda. Filosofia pamoja na mathematics ya kawaida, ni tunda gani linalolewesha ambalo umelichanganya? Mtu anakuja kufika kwenye bar yuko fresh, the moment anaanza kuvuta shisha ambayo yuko pale, anatoka amelewa. Analewaje kwa flavor ya tunda? Manake ile ni matumizi ya madawa ya kulevya ambayo yako mixed within. Yapo kwenye baa ambazo tumewapa leseni, mfanyie kazi. Lakini zipo pia baadhi ya baa ambazo zimekuwa ni genge la watu wasio na vibali halali vya kuishi nchini, na ambao wameingia ndani ya taifa letu pengine kwa njia poli. Na zipo baa ambazo zinafahamu kwamba watu hawa wanaweza kuwa sio watu sahihi sana, lakini you are no longer, wakati fulani hamui mabalozi sahihi katika masuala kama haya. Lakini pia zipo baa ambazo hivi karibuni zimetumika kama vijiwe vya wahalifu walio attempt kutishia baadhi ya mambo katika mkoa wetu. Zimetumika kama sehemu za mijadala kwa hawa walopokaji wachache ambao kwa muda mwingi wanataka kuliharibia taifa letu, mwenendo wa amani na utulivu tulionao. Sasa tukiendesha vitu kiholela, huu utakuwa sio mkoa. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana, moja, mkishirikiana na halmashauri NEMKI, ni kuendelea kufanya operations maalum katika sehemu mbalimbali, zikiwemo sehemu hizi ambazo leo tumekaa na wadau hawa. Moja, kuendelea kuangalia maeneo ambayo yanahifadhi wageni ambao wameingia nchini kiholela na pengine kufichama kwenye baadhi ya maeneo kama hayo. Mkuu wa wilaya, kwa sasa katika maeneo yote haya ambayo tunayasema, maeneo nyeti, hatustahili kutoa kibali hata kimoja cha masuala ya mabaa. Haya maeneo nyeti namaanisha nini? Eneo kwa mfano kama hapa tulipo, hapa kuna ofisi, ni ofisi ya public. Ukienda pembeni hapa pana hospitali. Lakini mtu yuko tayari kufungulia mziki wake kiasi kwamba ni kama anataka kumtishia mgonjwa aliyelala kitandani. Baa za aina yoyote ya namna hiyo ambazo hazi-observe hizo principles, ndugu zanguni, mimi nabariki baa za namna hiyo kufungwa na kunyang'anywa leseni za biashara. Ni afadhali tukamfundisha mtu kwenda kufanya biashara nyingine, sio hiyo, huku tukiamini kuwa mtu asipokunywa kileo hawezi kufa.
baadhi ya maeneo sitisheni vibali vya ujenzi. Leo kwa mfano watu wa mipango miji bidi wawepo hapo. Kwa mfano njia ya Ture Drive, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ukitoa kibali ile Ture Drive cha kujenga gorofa refu, automatically kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa sheria unaziba ule upepo unaotoka moja kwa moja baharini kwenda pia kwenye makazi ya watu wengine, na hiyo ndio sifa Peninsula. Sasa mbele Ture Drive unajenga gorofa 10, nyuma umewapa gorofa 5. Gorofa 5 inatakiwa ziwe mbele ili mshale wa gorofa uende kwa graph unapotoka kutoka usawa wa bahari. Na ndio maana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kama kuna maeneo pale leo mkayaangalie, kama kuna maeneo kwenye barabara yametolewa vibali vinavyozidi kuanzia hizo gorofa kadhaa kwa mujibu wa taratibu, gorofa nzima simamisha. Kwa hiyo natamani kwa wale wote ambao mmepata maonyo, niwape wiki moja ya kuhakikisha mabadiliko yote yamefanyika.